macho yangu yaonapo mbio zako, naiona Tanzania mpya. Mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, songa mbele. Hongera WCF, songa mbele. WCF, hongera. WCF, hongera. WCF, hongera. WCF, hongera. Mtazamaji, karibu tena kwenye mfululizo wa vipindi maalum vinavyoletwa kwako na mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Leo tunaangazia utoaji wa taarifa za madai. Kutufungulia ukurasa wetu wa kwanza ni Bibi Rehema Kabongo, meneja wa ufuatiliaji wa madai kutoka mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Yeye ana yapi ya kusema kuhusu mifumo ya uwasilishaji wa madai, uchakataji wa taarifa na nyaraka zinazohitajika, pamoja na namna ambavyo WCF imefanya maboresho makubwa kutatua changamoto mbalimbali zilizokuwa zinawakabili waajiri na wafanyakazi katika uwasilishaji wa taarifa za madai. Mfuko ulitengeneza mfumo wa utoaji taarifa kwa njia ya online, kwa maana tunaita e-notification, kupunguza muda wa ufuatiliaji wa madai kwa mwajiri na mwajiriwa. Mfumo huu ulianzishwa kwa ajili pia ya mfanyakazi kumpunguzia safari ya kutoka sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine, kama tuna ofisi mbali kidogo na mahali anapoishi. Kwa hiyo mwajiri ana uwezo wa kutoa taarifa ya ajali kwa njia ya mtandao. Tumekuwa tukipata changamoto tofauti, lakini tumejitahidi kutuwekea mikakati ambayo inaweza kusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Changamoto kubwa iliyokuwepo ilikuwa ni kuhusu taarifa za polisi. Tulikuwa tukipata changamoto, wafanyakazi wengi walikuwa hawatoi taarifa pindi wanapopata matukio ya ajali. Kwa unakuta madai ya namna ile yanachukua muda kuyachakata. Kwa hiyo tukaona ni vyema kuchukua mkakati wa kuongea na wenzetu wa jeshi la polisi na tukishirikiana na naweza kusema sasa linaenda likipungua, kwa sababu na elimu pia imeweza kuongezeka kwa wafanyakazi na ajiri, namna ya kuleta taarifa ambazo ni sahihi. Mfumo huu wa kutoa taarifa kwa njia ya mtandao unatija sana. Kwanza mwajiri na mwajiriwa wanaweza kufuatilia na kujua hatua ya dai lake lilipofikia. Kwa hiyo ni tija mojawapo. Lakini cha pili, kutoa taarifa kwa wakati, kwa sababu awali ilikuwa tunatoa kwa njia ya manyo, yani mfanyakazi au mwajiri anajaza fomu, akishajaza fomu inabidi sasa aitume. Kama yuko mbali na nje au mbali na ofisi zetu za WCF, inamlazimu kuituma kwa njia ya posta. Kwa hiyo ilikuwa inachukua kidogo muda. Kwa hiyo sasa kwa kutumia mfumo huu ni moja kwa moja anaweza kutuma taarifa yake kwa njia ya mtandao na tukaipata na tukaanza kuifanyia kazi na tukawa tunaendelea kuwasiliana naye, na huku yeye mwenyewe akiendelea kuifuatilia. Naweza kusema kwamba kwa 70% tumefanikiwa. Waajiri wengi ambao tayari wanawasilisha madai katika mfuko wanatumia njia ya mtandao, lakini bado tunatoa elimu na bado tunafuatilia kwa ajili ambao hata kama hajapata tatizo lolote la kuhusiana na kazi, basi wawe tayari wameshajiandikisha katika mfumo huo, ili pindi tukio linapoweza kutokea basi waweze kuutumia mfumo ipasavyo. Miongoni mwa changamoto kubwa iliyokuwa ikiwakabili wanachama wa mfuko wa WCF ni uwasilishaji wa nyaraka sahihi kutokana na tukio husika. Kwa sasa mfumo wa uwasilishaji taarifa ulioandaliwa na WCF umekuwa mwarobaini kwa changamoto hizo. Bwana Blesius Lembo, afisa madai mwandamizi kutoka WCF, anatupitisha hatua za kutumia mfumo wa uwasilishaji taarifa wa WCF na nyaraka zote zinazohitajika kuwasilishwa kila tukio ambalo mwanachama anapaswa kuwasilisha madai. Namna ya kutumia mfumo huu ni pale ambapo mwajiri anatakiwa
kuingia kwenye mfano, akishachagua ni ajali itokana na kazi, maana yake kuna form maalum ambayo itafunguka kwa yeye kujaza zile taarifa zinazohitajika na sisi, ikiwemo labda taarifa za namna ajali ilivyotokea, ilitokea saa ngapi, mashahidi alikuwa ni nani, na saa nyingine tunaomba mpaka na hospitali ambazo labda alipelekwa kama ikihitajika. Baada ya pale akisubmit ile nyaraka, then mfumo unampatia listi ya nyaraka ambazo zinahitajika katika kipindi kile cha awali. Kwa mfano, atahitajika kuweka mkataba wa ajira wa yule mtumishi, atahitajika kuweka nyaraka ya kina au taarifa ya kina kwa namna lile tukio lilivyotokea, ambao kwa lugha ya Kiingereza tunaita Employers Incident Report. Lakini kuna matukio ambayo kuna nyaraka ambazo zinahitajika kuendana na tukio limetokea wapi. Kuna yale matukio yametokea nje ya sehemu yake ya kazi, mfano limetokea barabarani, tutahitaji pia, tutainisha kule kwamba tunahitaji police report. Lakini kama halijatokea nje ya sehemu ya kazi, maana yake ile nyaraka ya polisi tutakuwa tuhitaji. Baada ya zile taarifa za awali kuwa ameziweka pale, tutaendelea kwenye mfumo kule ndani. Mwajiri itamuonyesha kwamba sasa dai lako liko kwenye sehemu gani, limefika kwenye hatua gani. Kwa hiyo kuna ile hatua ya kwanza ya kuweza kudhibitisha. Ikishakamilika, then mwajiri tutamuonyesha kwamba anahitaji kuleta nyaraka zingine sasa za kitabibu, ili tuendelee na kufanya assessment, kujua kwamba ni siku ngapi alizokuwa amelazwa, labda siku ngapi ambazo amekaa nyumbani, au amepata ulemavu wa aina gani, wa kudumu ama wa kawaida tu. Kwa hiyo yote ndio namna ambavyo mwajiri anaweza kuaccess kule na kuweza kuleta hizo taarifa. Na hiyo nimetolea tu mfano kwa tukio la ajali. Tukienda kwenye tukio la kifo, maana yake ni kwamba vile mwajiri anatakiwa akiingia kule, yule mwakilishi wa mwajiri akiingia kwenye mfumo, ataenda moja kwa moja kuchagua aina ya tukio. Mfumo pia utamwezesha yeye kuambatanisha taarifa za kimahakama, kwa sababu sisi kama mfuko hatuna utaratibu tofauti wa kuweza kushughulikia mirathi. Tunategemea mirathi ambayo inayofanyika mahakamani, then zile nyaraka ziweze kuambatanishwa kwetu. Naam, uwasilishaji wa taarifa za madai kwa wakati ndio hatua ya mwanzo inayopelekea mwanachama kulipwa madai yake kwa wakati.
Tumefahamu mengi kuhusu hatua za uwasilishaji wa madai kwa njia ya mtandao pamoja na nyaraka sahihi zinazopaswa kuwasilishwa ili madai yaweze kufanyiwa kazi. Bwana Japhet Baluya ni afisa kumbukumbu na nyaraka kutoka WCF. Je, ana yapi ya kutujuza kuhusu uwasilishaji wa nyaraka za madai katika ofisi za WCF? Uwasilishaji wa madai unafanyika kwa njia mbalimbali, lakini njia mbili kuu ndizo zinazotumika. Njia ya kwanza inayotumika ni kwa mwajiri kujisajili online na kufanya uwasilishaji wa taarifa kwa tukio likitokea ajali, magonjwa ama vifo vinavyotokana na kazi. Kwa hiyo mwajiri anapaswa kujisajili na kuanza kusajili kwa ajili ya mfanyakazi wake ili aweze kulipwa fidia zake. Lakini sambamba na hapo, mwajiri anapaswa aweze kupakia taarifa zile nyaraka za mgonjwa zikionyesha kwamba tukio lilivyokuwa limetokea. Kwa hiyo sasa, hiyo ndo njia ya kwanza ambayo inatumiwa na mwajiri. Hiyo mwajiri ndo anafanya huo usajili. Lakini njia ya pili, tunapokea taarifa au nyaraka kupitia mwajiri kufika katika ofisi za mfuko wa fidia kwa wafanyakazi ambazo ziko karibu naye, aidha mwajiri ama mwajiriwa. Kwa hiyo anatakiwa afike kwa kuleta hizo nyaraka. Lakini nyaraka hizo zinapofika katika kitengo chetu, section yetu, tunafanya uhakiki kuangalia, je, zile zina ukamilifu, hizo document zilizoletwa, nyaraka zilizoletwa. Kama zina ukamilifu, tunazisajili katika mfumo ambao sasa mchakato wa madai ndipo unaanza kufanya kazi. Macho yangu yaonapo mbio zako, naiona Tanzania mpya. Mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, songa mbele. Hongera WCF, songa mbele. WCF, hongera WCF, hongera. Karibu tena mtazamaji. Bado unaendelea kufuatilia kurasa za WCF. Tayari tumekufunulia kurasa kadhaa kati ya nyingi kuhusu taratibu za madai. Miongoni mwa changamoto kubwa iliyokuwa inakabili WCF na wanachama wake ni kupatikana kwa nyaraka muhimu za kuripoti matukio ya ajali kwa wafanyakazi. WCF imefanya jitihada za makusudi kushirikiana na Jeshi la Polisi, kitengo cha usalama barabarani, ili kufanikisha upatikanaji wa nyaraka hizo kwa wakati. Mrakibu wa polisi Deusi Sokoni anaeleza zaidi. Mfuko wa fidia kwa wafanyakazi kama mdau muhimu wa usalama barabarani unao wajibu wa kufidia watu wanaoathirika na ajali za barabarani. Lakini mfuko haufidii hivi kutoka hewani. Hapana, zipo taratibu za msingi ambazo lazima zifuatwe ili mtu apate fidia. Katika maeneo hayo tunakuta moja kwa moja Jeshi la Polisi, kikosi cha usalama barabarani, tunakuwa na mahusiano na mfuko wa fidia, kwa sababu ili walipe fidia kwa mtu aliyeathirika na ajali ya barabarani ni lazima taarifa za msingi wazipate. Imeripotiwa polisi kama sheria inavyoelekeza ndani ya masaa 12 ama ndani ya muda mfupi baada ya kupata ajali. Kulipotiwa huku kunategemeana pia na usalama wa yule mwathirika katika eneo la tukio. Inawezekana ajali ikatokea ikasababisha madhara makubwa kwa maana ya vifo, na yule dereva akawa anatafutwa kuathiriwa. Dereva anaweza akakimbia akatoa taarifa kwa mjumbe wa serikali ya mtaa mahali popote, au kwa mtu mwingine ambaye ni wa serikalini ambaye tunaamini atatoa taarifa polisi. Katika eneo hilo taarifa ikifika kule inakuwa imepokelewa rasmi, kwa kuwa italetwa polisi na itaingizwa kwenye vitabu vya polisi. Sasa bahati mbaya kumekuwa na tabia ya walio wengi wachache, na wakati mwingine hawatoi taarifa kabisa polisi, hususani wale watu ambao ni wanachama wa mfuko wa fidia, kwa kutokuwa na elimu inayostahili. Sisemi wanafanya makusudi, kwa kutokuwa na elimu hawatoi taarifa polisi. Inapotokea namna hiyo kunakuwa na
awali ndio msingi wa kwanza ambao mfuko wa fidia kwa wafanyakazi inautumia kwa lengo la kulipa fidia. Sasa iwapo unapata tatizo alafu unaacha kutoa taarifa polisi, unakuja kurejea baada ya miezi kadhaa, polisi tunashindwa kukuelewa, kwa sababu utakuta hauna fomu namba 3 iliyokupelekea wewe kwenda hospitali, hauna taarifa yoyote iliyoripotiwa na kuingizwa kwenye vitabu vya polisi, alafu unakuja kutokea baadaye unagundua kwamba mfuko wa fidia unatakiwa kukupa angalau chochote kwa ajili ya kufidia kwa hasara uliyoipata kutokana na ile ajali. Unakwenda kule wanakuambia tupe taarifa ya polisi, na wewe unagundua kwamba sikuwahi kutoa taarifa polisi baada ya ajali. Katika mazingira hayo ni ngumu sana kwa jeshi la polisi kukuamini kama ulipata tatizo hilo kutokana na ajali ya barabarani. Inawezekana umeshambuliwa barabarani kwa kosa la jinai, alafu ukarejea ukasema ilikuwa ajali. Sisi tunathibitisha ajali iwapo tunapokea taarifa muda mfupi baada ya tukio kutokea. Naam, ama kwa hakika mashirikiano hayo kati ya WCF na jeshi la polisi ni yenye tija kubwa katika kufanikisha uchakataji wa madai ya wanachama. Hivyo shime wanachama wote, tuhakikishe tunazingatia taratibu zote za uwasilishaji wa madai ili kuepuka usumbufu usio wa lazima. Kwa kuwa kuona ni kuamini, tusikie kutoka kwa mashuhuda wa WCF ambao tayari waliwasilisha madai yao na kuanza kunufaika na mafao ya fidia stahiki. Naitwa Matias Ernest Barnabas. Ninaishi mkoa wa Mwanza, wilaya ya Sengerema, kata ya Nyampurukano, mtaa wa Igogobi. Mimi ni mnufaika wa mfuko wa fidia kwa wafanyakazi baada ya kupata ulemavu nikiwa kazini. Tulikuwa tunasafirisha mzigo kutoka Dar es Salaam kwenda nchi za nje. Nilipata ajali nikiwa kazini, nikiwa safarini. Ni bahati mbaya nikapata ulemavu wa kudumu. Mpaka hapa siwezi kusimama, siwezi kutembea. Baada ya kupata ajali maana ajali nilipata nikiwa Burundi. Baadaye nilitoka Burundi huko
nilipata jeraha la uti wa mgongo, nikaweza kufanyiwa operation hospitali ya Muhimbili pale Moi. Baada ya kuendelea na matibabu, nilikuwa nashughulikia masuala ya taarifa za polisi na kuweza kupata msaada wa kimatibabu. Baada hapo ndio nikaelezwa kwamba mwajiri wangu alikuwa ni mwanachama wa WCF, hivyo basi natakiwa kupeleka maombi kwa ajili ya na kutoa taarifa kuhusiana na ajali yangu. Nyaraka au viambatanisho vilivyokuwa vinahitajika kipindi nawasilisha madai yangu ilikuwa ni taarifa kutoka polisi, kulikuwa kuna mkataba wangu wa kazi kutoka mwajiri wangu, kulikuwa na kitambulisho changu, kulikuwa kuna fomu ambazo nilikuwa nimepewa kutoka WCF, na pia kulikuwa kuna taarifa za ajali kutoka kwa mwajiri. Hiyo ni kila mwezi. Pia kabla ya hapo awali, WCF walinipa FAO ambao ili inahusiana na tuseme ni kama kunirudishia zile gharama ambazo nilikuwa nikijiuguza kipindi nimepata ajali kwa zile siku 325. Kwa ajali niliyopata ilinisababishia jeraha na kuleta ulemavu wa kudumu ambao nasema na kuzisubmit huko kwenye mtandao, kuziwasilisha kwenye mtandao bila kutumia ule muda tena kuipeleka kwa mkono makao makuu ili ifanyiwe mchakato. Naam, tumesikia mengi kutoka kwa wanufaika wa mafao na fidia za ulemavu na ugonjwa utokanao na kazi. Nina hakika tumepata mengi ya kujifunza kutoka kwenye hadithi za wenzetu hawa. Tunapoelekea ukingoni mwa kipindi chetu cha leo, Bibi Rehema Kabongo, meneja ufuatiliaji wa madai kutoka mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, ana yapi ya kusema kwa wanachama wa WCF? Mimi ningependa kutoa wito kwa waajiri na wafanyakazi wenzangu kwamba pindi tunapopata tukio lolote linalohusiana na kazi, kama ni ajali ama ugonjwa ama tunapofariki kutokana na kazi, kwa sababu tunaposema kufariki sasa ina maana mtu mwingine, ukifariki wewe ina maana mtu mwingine ndo atakutolea taarifa, basi ni vizuri kutoa taarifa kwa wakati, lakini vile vile ni kutoa taarifa na nyaraka sahihi. Pale tunapowasilishwa nyaraka ambazo ni sahihi, basi dai hilo kuwa halichukui muda mrefu katika kulichakata. Mtazamaji, hadi hapo tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha leo. Tumekufungulia kurasa chache kati ya nyingi za WCF. Kwa dhati tunakualika uendelee kufuatilia vipindi hivi kila mara kupitia redio na televisheni mbalimbali zilizopo nchini ili uweze kufahamu mengi usiyojua kuhusu mfuko huu. Hadi wakati mwingine tena, ninakukumbusha, kwa nini ufanye kazi kwa hofu wakati kuna WCF? WCF inakuhakikishia fidia stahiki kwa wakati.